Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni Askofu Mjema Charles wa Dayosisi ya Pare ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, dayosisi ambayo inaadhimisha miaka 50 tangu kuanzishwa kwake mwaka 1975, ikitokea dayosisi ya Kaskazini ya KKKT. Dayosisi ya Pare imekuwa na vipindi vitatu sasa vya uongozi. Uongozi wa kwanza wa Mhashamu Baba Askofu hayati Eliewahad Mshana, awamu ya pili ya Baba Askofu Msangi, na awamu ya tatu ambayo kwa neema ya Mungu nimepewa wajibu huo kuiongoza. Dayosisi hii katika maadhimisho haya yaliyozinduliwa tarehe 26 Januari kule Bombo, usharika mama wa dayosisi hii, yanaendelea usharika hadi usharika mpaka kilele mwezi wa Kumi. Tuna malengo ya kuweka alama ya dayosisi ya Pare, alama ya kitega uchumi kikubwa cha mradi wa maji ya kunywa ambayo yanapatikana katika mlima Shengena. Kumbukwe kwamba katika wilaya nzima ya Same hakuna mzalishaji wa maji ya kunywa. Kwa hiyo kanisa limeamua kutumia fursa hiyo ambayo kwa vyovyote itaifanikisha dayosisi kuongeza mapato yake kwa ajili ya kazi za Injili, lakini pia ni mradi ambao mahitaji yake ni makubwa, si kwa waumini wetu tu ndani ya dayosisi, hata kwa wale wasio waumini wetu ndani ya dayosisi, ndani ya wilaya, ndani ya mkoa, lakini kwa nchi nzima, kwa sababu maji ni mahitaji. Tunaona maji yanatoka huko Sumbawanga kuletwa huku ya kunywa. Kwa hiyo kanisa kama Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania nalo litakuwa na sehemu muhimu ya kutumia maji haya yanayotoka kwenye moja ya dayosisi zake, na haya hasa yamelengwa kuimarisha mfuko wa watumishi wa dayosisi ya Pare, mfuko unao lipa posho za watumishi wa dayosisi ya Pare wote. Naleta wito kwa watu wote wenye mapenzi mema kutuombea katika maono haya ya mradi huu tutakapoanza, na ambao unahitaji rasilimali nyingi kidogo. Kwa hiyo tuweze kupata rasilimali za kutosha kukamilisha mradi huu. Nawaomba tuombee, lakini wale wenye mapenzi mema ya kutuunga mkono, karibuni mtuunge mkono. Gharama ya mradi huu inatarajiwa kuwa milioni 800, na tunatazamia wakati wa kilele tumepata fedha zinazoweza kutosha kuanzia. Kwa hiyo tuko kwenye mchakato wa kutafuta fedha. Ya mradi huu kwa kweli utawanufaisha hata jamii, kwa kuwa maji ni biashara, na wafanyi biashara wengine pia badala ya kuuza maji ya Kilimanjaro na Uhai na Kitulo na nini, watanufaika kwa kuuza maji ambayo gharama yake itakuwa chini, kwa kuwa yatakuwa yanatoka humu ndani ya wilaya. Kwa hiyo gharama zake zitakuwa chini kidogo kuliko maji mengine yanayoingia kutoka wilaya nyingine au mkoa mwingine. Kama tutaendelea kuwepo pia kwenye uongozi wa serikali, na sisi shughuli zetu zote za serikali, tutasema maji rasmi yatakayotumika yatakuwa ni maji hayo ya Shengena. Lakini tutakonvince na wenzetu wa karibu wa jirani na sisi kuambia kwamba yapo maji mazuri. Tutaelezea kwa mujibu wa maelezo yote ambayo maafisa masoko watayaainisha, na sisi tutayasemea, na niamini kwamba itakuwa ni sehemu kubwa sana ya kitega uchumi kwa kanisa, na kuhakikisha kwamba watumishi wa Mungu ambao wanajitoa sana, wanaacha shughuli zao, wanapata walau kitu cha uhakika cha kuhakikisha kwamba maisha yao yanaenda. Katika kipindi chote hicho toka dayosisi imeanza, imeeleza ukuaji wake, watumishi wa Kristo, lakini hata mambo ya kiroho yamekuwa kutokana na kazi kubwa inayofanywa na watumishi hawa. Lakini pia yako mambo ya kijamii, mambo ya elimu, mambo ya afya, na hata maendeleo ya jamii kwa ujumla. Dayosisi imefanya mambo makubwa katika kipindi hiki. Ndio maana kauli mbiu nasema Bwana ametutendea mambo makubwa.